Boimanda, habari za asubuhi? Safi bwana. Karibu sana ndani ya Crown Sports. Nimekutafuta ndugu yangu, tuyajenge kidogo ya kimichezo asubuhi ya leo. Sawa. Mbona unatabasamu Boimanda? Karibu tuyajenge. Sawa, asante sana. Maandalizi ya dabi yanakwendaje? Tuanzie hapo Boimanda. Kwanza maandalizi yanafanyika kwa pande nne. Upande wa kwanza unakuwa ni upande wa bodi ya ligi kuu Tanzania kama waendeshaji na wasimamizi wa ligi. Wao wanakuwa na maandalizi yao na ya aina yake. Upande wa pili unakuwa ni upande wa timu shiriki kwa maana ya timu mwenyeji na timu mgeni. Upande wa tatu unakuwa ni kundi la wadau wengine ambapo ndani yake kuna wadhamini, kuna mashabiki wanahusika hapo, na kundi lingine linakuwa ni upande wa officials kwa maana maafisa wa mchezo. Kila kundi hapo linakuwa na majukumu yake ya kuandaa. Kwa hiyo mimi sasa nitazungumzia tu maandalizi ya bodi ya ligi kuu Tanzania kama taasisi ambayo ina mamlaka hayo ya kusimamia na kuendesha ligi. Sisi tunaendelea vizuri, tulishatangaza tarehe ya mchezo na tunafahamu ni mchezo mkubwa. Na kwamba maandalizi yake ni lazima yawe makubwa pia. Kwa hiyo tunaendelea kwa upande wetu yale ambayo yanapaswa kufanya, basi tunaendelea nayo kwa kiwango kizuri ili utakapofikia hiyo tarehe ya mchezo basi tuwe tumekaa sawa kwenye kila jambo. Nimependa hapo umesema makundi manne, lakini umezungumzia kundi lako ambalo unalisemea sasa. Vipi hao makundi mengine? Ushirikiano upo mpaka hivi sasa? Manake lazima hili jambo liende kwa pamoja. Of course hili jambo lina, kama nimesema kwamba kila kundi lina maandalizi yake, lakini kwa sababu maandalizi yote baadaye yanakwenda kuungana pamoja, ushirikiano ni lazima uwepo. Na kwa sasa hivi ni mapema sana kundi moja kudai ushirikiano kutoka kwa kundi lingine, lakini kuna wakati utafika tutalazimika sasa kuanza kuulizana, wewe umefikia wapi, lakini kwa sasa hivi bado ni mapema. Tuvute subira kidogo, wakati kila kundi likiendelea na maandalizi yake, basi tuamini kwamba tutakapofikia hatua sasa ya kuanza kuulizana juu ya kila mmoja alipofikia, basi iwe kila mmoja amefikia hatua nzuri. Na unaamini kwamba hakuna kundi lolote ambalo linaweza kukwamisha maandalizi ya dabi, mechi kubwa kabisa barani Afrika? Sidhani. Hii ni mechi kubwa kama ulivyosema, mechi kubwa barani Afrika. Ni mechi ambayo ipo kikanuni, kwa hiyo sidhani kama kuna kundi mojawapo linaweza likakwamisha. Naamini kila kundi lita play part yake vizuri na mchezo utafanyika. Na Boimanda, tukirudia tu hili swali kwa faida ya wasikilizaji wetu, mmepokea barua yoyote ya Young Africans ya kubainisha kwamba hawatocheza dabi ya Juni 15? Unajua hili ni swali ambayo imekuwa likiulizwa sana. Ni kweli? Na msingi wake kwa sababu watu hawafahamu ama hawako kwenye nafasi ya kufahamu kila kitu. Jambo ambalo ndio linapaswa kuwa, kwa sababu klabu na bodi ni kitu kimoja. Bodi ya ligi ni chombo cha hizo klabu na zimekuwa zikiwasiliana sana kwenye mambo mengi, na si kila kitu ambacho klabu na bodi wamekuwa wakiwasiliana basi ni kitu ambacho kinapaswa kwenda public. Kwa hiyo hapa ndipo ilipo kiu ya ndugu zangu wanahabari wengi. Mara zote wamekuwa wakitamani kujua kile ambacho kilikuwa kikifanyika baina ya bodi na klabu zake. Kwa hiyo mimi kwa heshima na taadhima niseme kwamba katika kipindi hiki tumekuwa tukifanya mawasiliano mengi na Yanga na klabu zingine, si tu na Yanga na klabu zingine zote, na kwa sasa hivi hatuko kwenye position ya kuzungumzia kile ambacho tumekuwa tukiwasiliana nao. Kwa hiyo iwe ni swala la dabi, lisiwe swala la dabi,
mpaka pale tutakapoona sasa jambo hili linapaswa kujulikana kwa public, basi ndipo tutakapolitoa. Ndio maana wengi wakiniuliza nawaambia hatuna mawasiliano yoyote, kwa sababu namaanisha kwamba mawasiliano ambayo inapaswa kuyatoa nje ama kuyaeleza kwa public hatuna. Mawasiliano tulionayo ni yale ambayo ni kati ya Yanga na bodi ya ligi, ni kati ya Azam FC na bodi ya ligi, ama Namungo na bodi ya ligi. Yale ambayo hayapaswi kutoka nje, kwangu mimi jibu linakuwa ni kwamba hatuna mawasiliano. Ngoja nitabasamu kabla sijakuuliza swali jingine. Boimanda, tunaweza kubainisha kwamba nini na Yanga kuna sintofahamu? Manake Yanga walibainisha kabisa kwamba hawana imani na bodi ya ligi. Ya mimi sasa hiyo wamezungumza Yanga, na nadhani ni vema swali hilo akalijibia kiongozi wa Yanga ama msemaji wa Yanga, sio mimi. Bodi ya ligi haijawahi kusema haina imani na uongozi wa Yanga wala wanachama wa Yanga wala klabu yake yote. Kwa hiyo si vema sana mimi nikajibia swala la taasisi nyingine kusema haina imani na taasisi ambayo inaisemea. Nimeshtuka hapo ulivyosema kwamba hakuna mawasiliano yoyote mpaka hivi sasa na Yanga. Ndio maana nimeuliza hilo swali. Hapana, swali lako nilijibu kwamba sisi na Yanga tunawasiliana sana, ila hakuna mawasiliano ambayo yamemachua kiasi cha mimi kuyazungumza kwa vyombo vya habari. Bado hayajafikia 100%. Hajafikia hatua ya mimi kuyazungumza kwa vyombo vya habari. Mawasiliano yaliyopo ni yale ambayo ni ya ndani, ambayo yalikuwa yakifanyika siku zote. Ili tuendelee na uendeshaji ni lazima tuendelee kuwasiliana. Kwa hiyo yale ambayo yatafikia kwenye hatua ya kuyatoa nje, basi tutayatoa, lakini kwa sasa hivi hatuna jambo jipya la kushare nanyi. Maandalizi umesema nakwenda vizuri. Vipi tiketi za mchezo? Wa Tanzania mashabiki wanataka kufahamu tiketi za dabi ya Kariakoo. So far kwanza ikumbuke kwamba mchezo huu kuna tiketi ziliuzwa kwa ajili ya mchezo huu namba 184, na mpaka sasa hivi nazungumza na wewe tiketi hizo bado zipo kwenye mfumo, kwa maana ya zipo kwenye kadi za mashabiki hao ambao walinunua na hazijaondoka. Zipo kwa ajili ya mchezo namba 184 ambao sasa hivi umetangazwa kuwa utafanyika Juni 15. Lakini hiyo ni kwa ambao walishanunua tiketi. Lakini sasa tukizungumzia kwa ambao hawakununua, nadhani bado mapema, tujatoa taarifa yoyote, sio sisi wala sio timu mwenyeji. Na ni kwa sababu nadhani tu wakati haujafika, lakini utakapofika wakati tutatoa taarifa kwamba zoezi hilo la uuzaji wa tiketi hili kwanza ni tiketi ngapi zimesalia, itabidi itokee hiyo taarifa. Alafu wadau ama mashabiki wa ligi kuu ya NBC, mashabiki wa dabi ya Kariakoo watajua tiketi ngapi zimesalia kwa ajili ya kuwekwa sokoni. Then zitatangazwa bei zake na wadau watakuwa kwenye nafasi ya kuanza kununua. Boimanda, tumalize tu katika hali ilivyo, ni kama bodi ya ligi hivi sasa Yanga inaumiza kichwa sana. Manake pia wametoa ratiba ya michezo miwili iliyosalia kwa upande wao, upande wa ligi kuu. Ni kama Yanga anawabipu hivi kuwaumiza kichwa. Pasi na shaka Yanga anawabipu. Bwana Yanga hawezi kuumiza kichwa bodi ya ligi. Kwa nini? Wakati ni chombo chao. Bodi ya ligi inaundwa na wenye viti wa hizo klabu ambazo klabu zenyewe. Kwenye kundi la hizo klabu yupo pia Young African Sports Club. Haiwezekani ukajiumiza huko, ni kujiumiza kichwa. Kwa hiyo siamini, nadhani hiyo ni maoni tu ya wadau ambao labda unawawakilisha, lakini sioni jambo linaloitwa bodi ya ligi kuumizwa kichwa na Yanga. Na Boimanda, hii kama hujaipata, mimi katika kufuatilia kwangu, Yanga ili wacheze dabi Juni 15, wanataka baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi hapo mng'oke. Inawezekana pia ukiwemo Boimanda.
Okay. Basi na mimi nitafuatilia hapo mkai. Umefuatilia, umepata, na mimi nakushukuru. Umenipa hint, na mimi nitafuatilia kupata hizo. Ila kwa sasa hivi, kwa sababu wewe ndio umefuatilia, una majibu, basi nadhani story kubwa wewe ndio unaweza ukanipatia mimi. Na umenipa utangulizi wake. Kama kuna ya ziada, basi utanipatia. Kama sio sasa, basi hata baadaye, ndugu yangu, kwenye kijiwe chetu cha kahawa tukikutana, utanisimulia zaidi. Na wakisema ung'oke, utakuwa tayari Boimanda? Ningoke kwa sababu gani? Ningoke kwa sababu gani bwana? Mimi of course ni mwajiriwa wa bodi ya ligi kuu Tanzania, na mkataba bodi ya ligi kuu Tanzania. Walioniajiri watakapoona hawahitaji tena huduma yangu, basi watanijuza kwa mujibu wa sheria za kazi, na mimi nitaendelea na mambo mengine. Naweza nikaamua kuja hapo kwako kuomba kukaa pembeni yako hapo wakati unaendelea kuchagiza kusanya habari, kuchagiza mambo, na mimi nikawa pembeni hapo, na mimi nachagiza. Ila kwa sasa hivi Paul, ufahamu tu kwamba mimi ni mwajiriwa wa bodi ya ligi kuu Tanzania, na nina mkataba na bodi ya ligi kuu. Boimanda, shukrani sana, kazi nzuri, ushirikiano wako mkubwa uliotukuka. Kila laheri na siku njema ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.